Ni kualike mwanamichezo katika sehemu yetu ya kipenga cha mwisho, sehemu ambayo unahabarika na kuzipata taarifa na updates za moja kwa moja. Wala taarifa kubwa tunautazama na kuangaza mchezo wa Kariakoo Derby ambao umetamatika juzi. Baada ya kutamatika jana, ni wakati ambao tumeshuhudia kikosi cha Yanga wakishuka mzigoni kuzitafuta alama nyingine tatu ambazo zinawafanya kwenda kutoa ubingwa NBC Premier League. Mchezo huo ulikuwa ni kati ya Yanga dhidi ya vijana wa ilikuwa ni mechi kati ya Yanga dhidi ya miamba ya KMC, na mchezo huu umepigwa kwenye dimba la KMC Complex na mchezo ukatamatika Yanga akifanikiwa kupata ushindi wa 1-0. Mechi hiyo ilichezeshwa na muamuzi wa kati anayejulikana kwa jina la mechi hiyo ilichezeshwa na muamuzi wa kati anayejulikana kwa jina la Mwamba Sadim Rope, ndiye ambaye alichezesha mchezo huo. Sadim Rope katika mechi hii kiukweli ni kwamba aliboronga kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa katika upande huo, na hii ikawa inaibua gumzo na kuteka hisia za watu wengi kufuatia kile ambacho kiliweza kuonekana katika upande huo na matukio kadha wa kadha ambayo pia tuliweza kuyashuhudia na kuyatazama katika upande huo. Upande huu ni kwamba upande wa mwamba wa juu kabisa na kila ambacho kimekuepo katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi, tumeyashuhudia matukio kadha wa kadha, tumeyashuhudia mambo mengi, tumeyashuhudia makubwa, lakini hatimaye majibu ya moja kwa moja yamekuja kuonekana katika nafasi hiyo baada ya gumzo kuwa kubwa na gumzo kuwa katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Yapo matukio kadha wa kadha yenye utata wa aina yake ambayo tuliweza kuyatazama hiyo jana, na moja ya matukio ambayo yameushangaza ulimwengu na yameshangaza wana michezo ni tukio la KMC kunyimwa penalti mbili zilizoonekana kuwa za wazi katika upande huo, sehemu ya watu wengi wakiwa na maoni yao na mtazamo wao. Je, ukweli ni upi kufuatia hizi penalti ambazo tuliweza kushuhudia katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi, na kila mmoja akiwa anaamini kwamba kuna kitu cha ziada ambacho tutarajie na tutegemee kupitia katika upande wa performance nzuri ambayo Yanga walikuwa nayo, lakini hawakuwa na mchezo mzuri zaidi uwanjani, na that why walipata bao kupitia kwa Aaron Okero. Je, ukweli wa matukio haya ni ukweli ambao umesimama katika upande gani? Tukianza na tukio la kwanza. Tukio la kwanza ilikuwa ni dakika 45 za kwanza, Yanga dhidi ya KMC. Shedrack Isaka Boka alimchezea madhambi Eric Mwijage. Tukio hili la Mwijage kuchezea madhambi la Shedrack Isaka Boka pasina kupepesa macho was clear penalty. Why? Moja, aliyekuwa anamiliki mpira ni Eric Mwijage, yupo nje ya 18. Alichokifanya, alimpiga tobo Shedrack Isaka Boka. Baada ya kumpiga tobo Shedrack Isaka Boka, Mwijage na mari yake akaingia ndani ya 18. Boka anageuka akamuona Mwijage amesogea, ameingia ndani ya 18 akiwa na nafasi nzuri ya kufunga au kutoa pasi. Alichokifanya Boka, moja, baada ya kupigwa tobo akamsukuma kwa mkono wake wa kushoto, lakini akaona haitoshi, Mwijage yupo bado katika nafasi, akamkanyaga kwa mguu wake pia wa kushoto. Maana tafsiri yake ni kwamba Boka alimchezea madhambi Eric Mwijage. Kama alimchezea madhambi, ilistahili kuwa foul, na foul ya ndani ya 18 ilistahili kuwa tuta, kwa maana ya kwamba ilistahili kuwa penalty. Moja, utamlaumu linesman Mohamed Mkono. Yeye line 1 alikuwa katika eneo sahihi la kuweza kumsaidia referee, lakini pia pili utakuja kumlaumu referee Sadim Rope, kwa sababu ukimtazama Sadim Rope eneo alilokuwepo na hii movement inafanyika, hakukuwa na umbali mrefu zaidi, alikuwa karibu na tukio, lakini akaweza kulipeta tukio hili na KMC wakanyimwa penalti. KMC wakanyimwa nafasi ya kupata bao au wakashindwa kupata penalti ambayo wangeweza kutumia katika upande wao. So bao ambalo penalti ya kwanza ambayo inalalamikiwa na wengi na kila mmoja akizungumza yaliyo yake, that was clear penalty. No compromise, no what,
that was clear penalty. Ukilitazama tukio hili haikuhitaji kupepesa macho ili kuweza kujua, kutambua na kufahamu ya kwamba hii ni penalty halali, lakini Sadim Rope aliwanufaisha Yanga na kuweza kuwahukumu vijana wa KMC. Hilo ni tukio la kwanza ambalo KMC alistahili kupata penalty, Boka akimchezea madhambi Eric Mwijage. Lakini haikutosha. Hizo tu dakika 45 za kipindi cha kwanza, upande wa Boka alimchezea tena madhambi Eric Mwijage. Penalty hii ambayo pia inazungumzwa na wengi, ukweli wake ni upi? To me, this penalty ilikuwa ni 50-50, yani 50 kwa 50. Inamshawishi muamuzi kuweka tuta au inamshawishi muamuzi kuto kuweza kuweka tuta. Yote mawili yalikuwa yanawezekana. That why hata upande wa VAR huwa kuna tukio ambalo wanaliona kwamba ni 50 kwa 50, so anamwambia referee, nenda utazame mwenyewe then utakuja upate majibu, je iwe penalty au isiwe tuta. Hili tukio lilikuwa pia ni Boka na Mwijage. Licha ya Boka kuonekana kumchezea madhambi, lakini Mwijage pia naye mkono wake ulikuwa umemgusa Shedrack Isaka Boka wakiwa katika hali ya kusukumana, lakini mwishowe Boka ndiye akaonekana kumsukuma Mwijage akaanguka, then akachukua mari na kuweza kusogea nayo katika upande. So hilo pia ni moja ya tukio ambalo limeibua na kuteka hisia za watu wengi kufuatia kila ambacho kiliweza kuonekana na kila ambacho tumeweza kushuhudia katika ufanisi na ubora wa yote makubwa ambayo pia yamezidi kutukuka na mengi ambayo pia yamezidi kuwepo. So hayo ni sehemu ya matukio tata ambayo tumeyashuhudia na kuyatazama katika mchezo wa NBC Premier League, mchezo kati ya kikosi hichi cha Young Africans dhidi ya KMC wakinyimwa penalty kadhaa katika mchezo. Maoni yako ni yapi? Basi ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza tupia comment yako ili wa kwanza kurufaika na kuzipata taarifa na update za moja kwa moja na kila kitu kikiwepo katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya makubwa na mengi ambayo pia yamezidi kuwepo katika nafasi hiyo.